إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wapenzi katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza napenda kuihusia nafsi yangu, pili kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya sala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah wale ambao wana sifa ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika iman, hutuba yangu ya leo insha Allahu ta'ala nitakwenda kuzungumzia tarku amali alkhairi bisababi alghadabi, kuacha kufanya amali za khairi kwa sababu ya hasira. Hii ndio itakuwa hutuba yangu insha Allahu ta'ala. Wa min adrari alghadab, na miongoni mwa madhara ya mtu kuwa na hasira, intifau alkhairiyati anil insan, ni kujizuia kufanya khairi kwa wanadamu. Wa huwa bisababi imtilai alqalbi ghadaba, na hii yote ni kwa sababu moyo wake mwanadamu huyu umejaa hasira. Mathalan, kuna watu ambao kwamba unawahudumia, iwe ni familia yako, iwe ni jamii iliyokuzunguka. Wakati mwingine unaweza kupitia changamoto za kila aina, hasa unapokuwa kiongozi katika jamii, hasa unapokuwa kiongozi katika familia. Wakati mwingine mtoto wako, ndugu yako, mke wako anaweza kukufanyia jambo ambalo likawa lenye kukuudhi. Kwa sababu ya hasira ambayo kwamba uliokuwa nayo, inaweza kukupelekea usifanye jambo la kheri kwa watu wale au kwa familia ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia nayo. Wa man'u hadha al-ma'ruf bisababi al-ghadabi, na kukataza kufanya jambo ambalo kwamba ni la kheri, jambo ambalo kwamba ni jema kwa sababu ya hasira, yuhamilu sahibahu ithman kabiran, jambo hili linambebesha yule mwenye kulifanya jambo hilo madhambi ambayo ni makubwa. Kwa sababu gani? Liannahu dayaa haqqa Allahi alwajiba alayhi, ni kwa sababu ameipoteza na kuisambaratisha haki ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba alilazimika yeye kuitekeleza haki kama ile. Wadayaa hukuka khalqihi, na akaipoteza haki ya viumbe vya Allah jalla fi'ala. Wa mani'ul ma'ruf bimalihi, na yule ambaye atasimama imara na kidete akakataa kufanya mambo mema kwa ile mali aliyopewa na Allah jalla fi'ala, yu'adhabu yawmal qiyamati, atakwenda kuadhibiwa siku ya kiyama. Yoyote ambaye Allah jalla fi'ala amemjalia uwezo ima wa kinguvu ima wa kimali, lakini akashindwa kutumia mali ile, akashindwa kutumia nguvu zile katika kuwasaidia watu, katika kuisaidia jamii, basi afahamu ya kwamba huyu mtu atakwenda kupata adhabu kali mbele ya Allah jalla fi'ala.
Allah jalla fi'ala anasema wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni juu ya wema na kumcha Allah jalla fi'ala. Wala taawanu ala alithmi waludwan, na wala msisaidiane juu ya kutenda dhambi na kutenda uadui. Wattaqullaha, na mumche Allah jalla fi'ala. Inna Allaha shadidul iqab, hakika ya Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Hiyo ni suratul Maida aya nambari 2. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, man istata'a minkum, yoyote ambaye ataweza miongoni mwenu, ayamfa'a akhahu, kumsaidia ndugu yake, falyamfa'ahu, basi na amsaidie ndugu yake kama huyo. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inatupa muongozo katika mambo mengi sana. Miongoni mwa mambo hayo, kuna yule ambaye mathalan hana uwezo, hana kitu, amekuja kwako akahitaji msaada, pengine msaada wenyewe ni wa kifedha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuambia kama uwezo huo upo nao wa kuweza kumsaidia, basi msaidie ndugu yako Muislamu. Lakini pia yawezekana kuna yule ambaye hakuzoea kuomba, ni watu ambao kwamba wanaoumia ndani kwa ndani kwa matatizo ambayo wanayoyapitia, akaja kwako asikuombe fedha, akakwambia ndugu yangu, mimi nataka unisaidie jambo moja, na jambo lenyewe wewe una uwezo wa kunichukua mimi kunipeleka kazini, naomba unipeleke kazini ili niwe sababu ya kuisaidia familia yangu. Ukaweza kumchukua mtu kama yule na kumpeleka mahala ambapo itakuwa ni sababu na chanzo yeye kuweza kuwasaidia familia yake. Fahamu ya kwamba unaingia kwenye maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ya kwamba yule ambaye miongoni mwenu atakuwa na uwezo wa kumsaidia ndugu yake na aweze kumsaidia. Hadithi hii ni sahih, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 2199. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 6019. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ndugu zangu katika iman, ikiwa tunaendelea na khutba yetu, wa min adhararil ghadabi, na miongoni mwa madhara ya hasira, fawatul ajri wathawabi, ni mtu kupitwa na thawabu na malipo makubwa, bisababi al-ghadabi fil qalbi, na hii yote ni kwa sababu ya ile hasira aliyokuwa nayo katika moyo wake. Kuna baadhi ya sisi Waislamu, kuna sehemu tunaweza kusaidia, tunaweza kuweka nguvu zetu, tunaweza kuweka mchango wetu wa kifedha, lakini kwa sababu ya hasira ambazo zipo katika nyoyo zetu, inakuwa ni sababu na chanzo kuto kupata thawabu zile au kupata ujira ule. Qala Ibn Hajar rahimahullah, amesema mwanachuoni Ibn Hajar, Mwenyezi Mungu amraham, yambaghi lilmar'i, inampasa huyu mwanadamu, alla yazhada fi qalilin min alkhairi an ya'tiyahu, asijaribu kujitenga kufanya kheri hata kama ni chache. Mwanadamu anatakiwa asijaribu kujitenga na kufanya kheri hata kama ile kheri anaiona ni ndogo, ni chache katika uso wake na macho yake. Wala fi qalilin min ash-sharri an yajtanibahu, wala asidharau ile shari ambayo kwamba ni ndogo, akajiweka mbali na shari kama hiyo. Kwa nini? Fa innahu la ya'lamu alhasanata, kwa sababu yeye hawezi kujua ni jema gani, allati yarhamuhu Allahu biha, ambalo litakuwa ni sababu ya Allah kwenda kumpa huruma yake na kwenda kumpa mapenzi yake.
Na haya ni makosa makubwa ambayo tunayoyafanya. Mwanadamu ameona kheri, anatakiwa aifanye ile kheri, asidharau. Mathalan, yawezekana mfano mdogo tu, imamu amesimama imma baada salati aljumaa au adhuhuri au alasri. Baada ya kusimama akaomba mchango kwa wale ambao ni waumini. Mchango wenyewe labda ni kwa sababu ya kuzibua choo, ni kwa sababu ya kununua taa. Muislamu kama huyu hatakiwi kuidharau ile kheri. Kwa sababu gani? Hawezi kujua mbele ya Allah jalla fi'ala ni jema gani na zuri gani na kheri ipi ambayo kwake itakuwa ni sababu na chanzo kwenda kuipata huruma ya Allah jalla fi'ala. Wala sayyi'ata allati sakhatu alayhi biha, wala hawezi kujua ni jambo gani baya au ovu ambalo analolidharau akilifanya litakwenda kumsababishia kupata hasira kubwa ya Allah jalla fi'ala. Maneno haya nenda kwenye kitabu Fathul Bari libni Hajar al-Asqalani, kitabu nambari 11, ukurasa ni wa 321. Waman ahsana ila almuslimina, na yule ambaye ataamua kujitolea akawafanyia wema Waislamu, akawafanyia mazuri Waislamu, wanaswara dini Allah, na akaweza kuitetea na kuinusuru dini ya Allah jalla fi'ala, naja wartaqa, mtu huyu ataweza kufaulu na kuweza kupanda daraja kubwa amama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, as-sa'i 'ala al-armarati, as-sa'i 'ala al-armanati, yoyote ambaye atakwenda mbio, atafanya bidii kuwasaidia wale ambao kwamba waliofiliwa na waume zao, ambao wanaitwa vizuka kwa lugha ya Kiswahili, ambao wanaitwa wajane kwa lugha ya Kiswahili, ukaamua kwenda mbio ukajitolea, ima kwa kuwalisha, ima kwa kuwapa makazi, ima kwa kuwapa nyumba, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu mwenye kufanya hivyo kalmujahidi fi sabilillah, kalmujahidi fi sabilillah, ni kama mfano wa mtu ambaye aliyekwenda kupigana jihadi katika njia ya Allah jalla fi'ala. Na hii ni kheri ambayo kwamba tunaidharau sisi. Katika kijiji chetu kuna wajane wangapi? Katika kijiji chetu kuna mayatima wangapi? Lakini leo kila mmoja amelala, yeye na familia yake, familia yake na yeye. Hataki hizi kheri ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama anatupa muongozo ndani yake. As-sa'i 'ala al-armalati, Mtume anasema yoyote ambaye atakwenda mbio, atafanya kila aina ya bidii na juhudi, akawasaidia wale wajane, wal miskini, na akamsaidia na yule maskini, kalmujahidi fi sabilillah, anaisabika ni kama mfano wa mtu aliyekwenda kupigana jihad katika njia ya Allah. Au alqaimi layla, ama mfano wake ni mtu aliyesimama usiku mzima kwa ajili ya ibada, asaimi nahara, kisha mchana wake akaamua kufunga, mtu kama huyo. Kwa hiyo hasira zako, chuki yako, ubinafsi wako usikupelekee kupoteza kheri kama hizi. Hata kama yule ambaye unatakiwa kumsaidia sio wa kabila lako, kwa sababu siku hizi watu kusaidiana, wanasaidiana kupitia kwa ukabila. Huyo ni Mborana, nitamsaidia Mborana mwenzangu. Huyo ni Mgarre, nitamsaidia Mgarre mwenzangu. Huyo ni Msomali, nitamsaidia Msomali mwenzangu. Huyo ni Mjaluo, nitamsaidia Mjaluo mwenzangu. Usikufanye ukabila wako ukashindwa kufanya kheri kwa sababu ya ukabila ambao kwamba upo nao, ndugu yangu katika imani. Hachana na vitu kama hivi. Lau masahaba ridwanullahi alaihim wengekuwa na hali kama hii, wallahi sisi Uislamu usingetufikia. Lakini Waislamu waliweka mbali
rangi zao, wakaweka mbali ukabila wao, wakaweka mbali nchi zao walizotokea. Ndiyo mpaka leo Uislamu umetufikia mahala kama hapa. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, fanya kheri, sio kwa sababu ya ukabila, sio kwa sababu ya rangi, sio kwa sababu ya ngozi. Saidia kwa sababu ya Uislamu. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 5353. Muslim kaipokea kwa nambari 2982. Sheikh Albani ameisahihisha hadithi hii fi Sahihi al-Jami', utaipata kwa nambari 1476. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, idha da'atka nafsaka lilma'siyah, pindi nafsi yako inapokuvutia na kukupeleka katika kumuasi Allah jalla fi'ala, fadhakirha bisabri, hebu ikumbusha jambo la kusubiri. Ukiona nafsi yako hii inakupeleka kwenye mambo ambayo ni machafu, mambo ambayo yanamuudhi Allah jalla fi'ala, mambo ambayo hayampendezi Allah jalla fi'ala, basi ikumbushe nafsi yako jambo la kusubiri. Fa innaha in lam tasbir fi dunya, ikiwa huwezi kusubiri katika hii dunia, au ikiwa huwezi kuisubirisha nafsi yako katika dunia, lan tasbira fil akhirah, huwezi kuwa na subra kuhusiana na siku ya akhira. Kwa hiyo nafsi itakapokupeleka kumuasi Allah jalla fi'ala, kulifanya jambo ambalo linamuudhi Allah jalla fi'ala, ikumbushe nafsi yako jambo ambalo kwamba la kusubiri. Qala Maimun ibn Mihran, amesema Maimun mtoto wa Mihran, as-sabru sabrani, subra zipo aina mbili. As-sabru ala al-musibati hasan, kusubiri juu ya mtihani, hii ni bora na ni uzuri. Yani wakati ule umepata mitihani mbalimbali, mitihani iko tofauti. Kuna mitihani ya maradhi, mathalan unaumwa, umepewa maradhi ambayo kwamba yanakupeleka mbio katika maisha yako, yanakunyima amani, yanakunyima utulivu. Maradhi kama yale ukaweza kusubiri ndani yake, fahamu ya kwamba ni bora zaidi, ni vizuri zaidi kuwa na subra katika jambo hilo. Wa afdalu min dhalik, na bora zaidi katika jambo la kusubiri, as-sabru 'anil ma'asi, ni kusubiri katika yale maasi, ni mtu kuamua kujitenga na yale maasi. Maasi, ikhwata al-iman, ni mambo ambayo yamepambiwa uzuri ndani yake. Leo ukiliangalia jambo la kula riba, ni jambo ambalo ukiliangalia unaweza kusema huu ni utajiri wa haraka haraka. Sheitani amekupambia lile jambo, umekaa maisha yamekupiga, una kijinyumba chako thamani yake milioni 3 milioni 4, ukasema kwa nini mimi nahangaika na teseka, wacha niende benki angalau nikachukue mkopo hata kama ni wa riba. Unakwenda unachukua mkopo, unaweka hati yako ya nyumba kwenye benki ile, mkopo ule unapewa ambao ni wa riba, unakwenda kufanyia biashara, unaenda kufanyia mambo yako binafsi. Kumbuka ule utajiri unaouona ambao uko mbele yako kwa kupitia riba tayari ni dhambi. Ile mali yako ni chafu amama Allah subhanahu wa ta'ala, haifai kutumika wala kutolewa zaka mali kama ile, wala haifai kujengewa msikiti mali kama ile. Na lau mathalan watu wakajidanganya kwenye kasumba zao za akili, wakaona ili kuisafisha mali yangu, wacha mimi niende nitoe milioni 1 milioni 2 nikajenge msikiti, watu waweze kusali, kila anayeingia na kusali, ile inakuwa ni sadaqatun jariya. Wallahi anta athim, unapata dhambi. Yule ambaye anayaswali ndani ya ule msikiti anapata thawabu amama Allah, lakini wewe
ambaye kwamba uliyejenga msikiti kwa mali ya riba, mali ya dhulma, ukiwa na imani ya kwamba naisafisha mali yangu kutokamana na hii mali ya riba, wallahi anta athim. Kila anayeingia kuswali ndani ya ule msikiti unapata dhambi. Kwa hiyo usijidanganye. Sasa Muislamu anatakiwa awe na subra katika mitihani, na hasa subra ambayo kwamba inatokamana na ufukara na umasikini. Wengi tunafeli, tunaingia kwenye biashara haramu. Leo mtu anafatwa mtaani, anaambiwa tu, bwana wewe unateseka, unahangaika shehe, kuna biashara ya haraka haraka. Biashara gani hiyo? Mimi nataka uniuzie madawa yangu ya kulevya. Kile kijiji chenu unakifahamu vizuri ndani nje, lakini kila mzigo wangu utakapomaliza itakuwa mimi nakupa 100,000. Kila mzigo wangu ukimaliza nakupa 100,000. Maana yake wamshinda yule ambaye anayefanya kazi anasubiri mwisho wa mwezi alipwe. Wewe unaingiza 100,000 pindi unapomaliza mzigo wako. Sasa angalia ufukara na umasikini unapotupelekea. Mtu anakaa anapiga mahesabu, 100,000 na mzigo ukiangalia pengine ndani ya siku 2-3 nishatoboa 100,000. Kufa gari, kufa dereva, haina shida bwana, tutatubia mama Allah. Watu wanajidanganya kwa hali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu yangu katika imani, kusubiri katika maasi ni bora zaidi amama Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya nenda kwenye kitabu As-Sabru Libni Abi Dunya, ukurasa ni wa 18, utakwenda kuyapata. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, haya ni mambo mawili ambayo kwamba nimependa niangazie kwa ndugu zangu Waislamu, lakini pia ni wasia na mawaidha kwa upande wangu mimi ambaye ninayezungumza. Jambo la kwanza, isifikie mahala mtu akaacha kumfanyia kheri mwanadamu kwa sababu ya hasira alizokuwa nazo. Mfano, umekosana na rafiki yako. Baada ya kukosana na rafiki yako kama yule, imetokea kheri na ukaona yule rafiki yako uliyekosana naye anastahili kuipata ile kheri, hasira yako isipelekee ile kheri ukamnyima yule rafiki yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hasira uliyokuwa nayo. Na ndiyo kuna sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ausini ya Rasulullah, nipe wasia ewe Mtume wa Allah. Qala, Mtume akasema, la taghdab, usiwe na sifa ya kukasirika. Yule sahaba akaendelea kung'ang'ania, ausini ya Rasulullah, nipe wasia ewe Mtume wa Allah. Faradda mirara, Mtume ile neno akalikariri, la taghdab, la taghdab, la taghdab, usiwe na sifa ya kukasirika. Wewe kuangalia ni mambo mangapi umeyaharibu kwa sababu ya hasira uliyokuwa nayo? Ni mambo mangapi ambayo umeyaharibu kwa sababu tu ya hasira, iwe baina yako wewe na watoto wako, baina yako wewe na mke wako, baina yako wewe na jamii ambayo iliyokuzunguka. Hasira sio kitu kizuri, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maneno yake mazito ambaye anayasema, laisa shadidu bisur'a innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab. Shujaa sio yule ambaye ni mwenye mkono mwepesi wa kupiga watu, yaani yeye saa zote akipambana na mtu anamshinda. Huyo sio shujaa. Shujaa ni yule ambaye kwamba anaweza kuidhibiti, kuidefend nafsi yake pindi anapokuwa ana hasira. Huyo ndio shujaa. Lakini pia jambo la pili, hasira zisitupelekee kukosa thawabu na mambo mazuri. Leo mathalan, mimi nakupa mfano mdogo tu. Umekuja hapo ukaswali, baada ya kuswali hapa ukaudhiwa, na wewe ukiangalia mashallah ni mtu ambaye mwenye kheri zako, ni mtu ambaye mwenye uwezo, ukawaangalia watu wa hapa ukasema hawa wanastahili kufanyiwa hivi na hivi na hivi, lakini kwa sababu ya ile hasira ambayo kwamba uliokuwa nayo ukasema hii kheri haitakiwi kuwa hapa, wacha niipeleke sehemu nyingine. Yaani unakosa thawabu kwa wanaostahili kupewa ile kheri, unaenda kuifanya sehemu nyingine. Sababu iliyokupelekea ni nini? Al-ghadab.
ni ile hasira mliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, haya ni machache katika yale ambayo Allah jalla fi'ala ametuwezesha kuweza kuyawasilisha katika siku yetu ya leo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر جيوشك المسلمين. أقم السلام.